Haleluya, haleluya, haleluya watu wa Mungu. Jina la Bwana wetu Yesu Kristo lipewe sifa. Ni wakati mwingine tena kwa namna ya kipekee sana. Watu wa Mungu tunakutana tena hapa kwa ajili ya usomaji wa Biblia. Kitendo kizuri sana cha usomaji wa Biblia. Ni kitendo ambacho kinaeleza kwamba sisi tunao nia ya dhati ya kulijua neno la Mungu. Mungu akubariki sana kwa wewe ambaye unaendelea kufuatilia siku hadi siku. Unaendelea kufuatilia mlolongo mzima wa usomaji wa Biblia. Na hatimaye sasa hivi tumefika katika kitabu cha Kutoka sura ya 7. Mungu akubariki sana. Basi nikukaribisha sana katika sura hii ya 7 ya kitabu cha Kutoka. Tuweze kuisoma kwa pamoja, na ni sura ambayo ina mistari 25. Tutaisoma katika hali ya utulivu, na hatimaye tukimaliza tutakuwa tumemaliza sura hii ya 7. Basi kabla ya kufanya hivyo, tufumbe macho tuweze kuomba. Asante Mungu wetu wa mbinguni kwa muda na wakati huu. Tunalitukuzwa na kuliinua jina lako Mungu wa mbinguni. Tunafurahi kwa sababu unaendelea kutupa neema. Tuweze kulisoma neno lako. Tuweze kusikia neno lako Mungu wangu. Tunakushukuru sana kwa sababu unaendelea kutupa neema hiyo. Tunaomba uwe pamoja nasi basi. Tupe usikivu mwema na uelewa bora kabisa. Fungua masikio yetu, fungua na akili zetu. Fungua na mioyo yetu kwa ajili ya utayari na kukubali kubadilika. Tunaomba hivyo tukiamini kwamba utakuwa pamoja na sisi kimwili na kiroho, kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Msikilizaji, sura hii ya 7 kama nilivyokwisha kukueleza kwamba inayo mistari 25, na sisi tutaanza mstari huu wa kwanza hadi wa 25. Bwana akamwambia Musa, angalia, nimekufanya wewe kuwa kama Mungu kwa Farao, na huyo ndugu yako Haruni atakuwa nabii wako. Utanena hayo yote ni kuagizayo, na ndugu yako Haruni atanena kwa Farao, ili awape wana wa Israeli ruhusa watoke nchi yake. Nami nitaufanya mgumu moyo wa Farao, nami nitazifanya kuwa nyingi ishara zangu na ajabu zangu katika nchi ya Misri. Lakini Farao hata wasikiliza ninyi, nami nitaweka mkono wangu juu ya Misri na kuyatoa majeshi yangu, watu wangu hao wana wa Israeli watoke nchi ya Misri kwa hukumu zilizo kuu. Na Wamisri watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana hapo nitakapounyosha mkono wangu juu ya Misri na kuwatoa wana wa Israeli watoke kati yao. Musa na Haruni wakafanya hivyo, kama Bwana alivyowaambia ndivyo walivyofanya. Huyo Musa alikuwa ni mtu wa miaka 80 umri wake, na Haruni alikuwa ni mtu wa miaka 83. Hapo waliponena na Farao, Bwana akanena na Musa na Haruni akawaambia, Farao atakaponena nanyi na kuambia jifanyieni miujiza, ndipo utakapomwambia Haruni, shika fimbo yako uibwage chini mbele ya Farao ili iwe nyoka. Basi Musa na Haruni wakaingia kwa Farao, wakafanya vivyo kama Bwana alivyowaambia.
Haruni akaibwaga fimbo yake chini mbele ya Farao, mbele ya watumishi wake ikawa nyoka. Ndipo Farao naye akawaita wenye akili na wachawi, na hao waganga wa Misri wakafanya vivyo kwa uganga wao. Wakabwaga chini kila mtu fimbo yake, nazo zikawa nyoka, lakini fimbo ya Haruni ikazimeza fimbo zao. Moyo wa Farao ukawa ni mgumu asiwasikilize, kama Bwana alivyonena. Mabaa 10, baa la kwanza. Bwana akamwambia Musa, moyo wa Farao ni mzito, anakataa kuwapa watu ruhusa waende zao. Mwendee Farao asubuhi, tazama atoka kwenda majini. Nawe simama karibu na ufuo wa mto ili upate kuonana naye. Na ile fimbo iliyogeuzwa kuwa nyoka utaichukua mkononi mwako. Nawe umwambie, Bwana Mungu wa Waebrania amenituma nije kwako kusema, wape watu wangu ruhusa ili wapate kunitumikia jangwani, nawe tazama, hujasikia hata sasa. Bwana asema, katika jambo hili utanijua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Tazama, nitayapiga hayo maji yaliyo mtoni kwa fimbo hii niliyo nayo mkononi mwangu, nayo yatageuzwa kuwa damu. Na hao samaki walio mtoni watakufa, na huo mto utatoa uvundo. Nao Wamisri watachukizwa kuyanywa maji ya mtoni. Bwana akamwambia Musa, mwambie Haruni, shika fimbo yako, kaunyoshe mkono wako juu ya maji ya Misri, juu ya mito yao, juu ya vijito vyao, na juu ya maziwa ya maji yao, na juu ya visima vyao vyote vya maji, ili yageuke kuwa damu, nako kutakuwa na damu katika nchi yote ya Misri, katika vyombo vya mti na katika vyombo vya jiwe. Musa na Haruni wakafanya hivyo kama Bwana alivyowaambia. Naye akainua ile fimbo na kuyapiga maji yaliyokuwa mtoni mbele ya Farao, mbele ya watumishi wake. Na hayo maji yote yaliyokuwa katika mto yakageuzwa kuwa damu. Hao samaki waliokuwa mtoni nao wakafa, na ule mto ukatoa uvundo, wa Misri wasipate kunywa maji ya mtoni, na ile damu ilikuwa katika nchi yote ya Misri. Lakini waganga wa Misri wakafanya mfano wa hayo kwa uganga wao, na moyo wake Farao ukawa mgumu, wala hakuwasikiliza kama Bwana alivyonena. Farao akazunguka na kuingia nyumbani mwake, wala hata hilo hakuliweka moyoni. Wamisri wote wakaichimba kando ya mto ili wapate maji ya kunywa, maana hawakuweza kuyanywa yale maji ya mtoni. Zikatimia siku 7 baada ya Bwana kuupiga ule mto. Watu wa Mungu, na hapo ndio mwisho wa sura hii ya 7. Endeleeni kwa pamoja na sisi tutakapokutana katika kuendelea na usomaji wa Biblia katika sura ya 8, ya 9 na kuendelea ya kitabu hiki cha Kutoka. Mungu awabariki sana kwa jinsi ambavyo mnavyoendelea kufuatilia.
na kujiwekea udhatiti mkubwa sana ya kwamba ni kidogo kidogo mpaka pale ambapo tutakapokuwa tumemaliza. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae pamoja na sisi sote sasa na hata milele. Amina.